Shalom, jina langu ni Goodluck Patrice. Mimi ni naweza kuniita Apostle Goodluck Patrice kutoka Royal Anointing Church Dar es Salaam, hapa Dar es Salaam, na nitakuwa na wewe katika mfululizo wa vipindi kadha wa kadha ninapotamani kuzungumza nawe kwa habari ya hatima ya kifalme. Hatima ya kifalme ni nini? Hatima ya kifalme, the royal destiny, ni wakati ambapo unaweza kuishi kama mfalme katikati ya dunia, kwa sababu ufalme wa Mungu uko katikati yetu. Ni pale ambapo unaishi katika utawala halisi wa Mungu ndani yako, na akakuongoza katika hatima sahihi ya kuumbwa kwako. Vile vitu vilivyo ndani yako ambavyo Mungu ameviweka kwako vikatenda kazi kwa usahihi, vikaviishi na vikakuletea mafanikio sahihi uliokusudiwa. Ni kipindi ambacho kitakuangazia kuwatoa watu walio katika vifungo vya hatima. Wengine husema nyota zimeibiwa, wengine husema mafanikio yake yamechukuliwa. Watu hawa wote katika kipindi hiki tutawapa nafasi ya kurejesha kila kitu kilichoibiwa kwenye maisha yao, ili waweze kufaidi matunda kamilifu kabisa ya kuumbwa kwao na kusudi la Mungu lilo ndani yao. Na neema ya Mungu itakapowafunika, watabadilishwa kuwa watu wapya. Vifungo vitatoweka, nira zitaondoka, vitu vilivyokuwa vinakufa katika maisha vitafufuliwa, kwa sababu mafunzo haya yanakupa nafasi ya kufufua vitu vilivyokufa ndani vinavyohusiana na hatima yako. Vitafufuka kwa upya, vitachipuka kwa upya, na utapata nafasi na nguvu ya kuyaendea malengo yako na maono yako ya kimaisha, nawe utafanikiwa sana. Naomba tukubaliane mimi na wewe kwamba shuhuda ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo katika vipindi hivi nitatamani sana kuona shuhuda yako, ukiwa unaandika comment chini ya kipindi hiki, lakini pia unaweza kutuandikia kwa namba inayopita. Hiyo namba ni muhimu sana. Andika kwa WhatsApp au kwa mtandao wote wa kijamii. Tunapatikana WhatsApp, tunapatikana pia Facebook. Hizo taarifa zetu utaziona hapo, unaweza kutuandikia, na nitakuwa nikikutana na mtu mmoja mmoja mtandaoni, na wakati mwingine nitakutana nawe uso kwa uso. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Nitafurahi kuona tena.